Karibu Tuzo Online. Nipesi waanze kuja uwanjani au wasubiri? Waanze kuja. Simba ya asali na maziwa imeshawadia. Simba bora, Simba mpya, Simba ya kisasa, Simba ya karne ya 21 tayari imeshawadia. Simba ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu tayari imeshafika. Wana Simba wote sasa ni muda wa kurejea kwenye zizi kwa ajili ya kuisupport na kuiunga mkono timu yetu ya Simba Sports Club. Mchezo ambao tumecheza hii leo dhidi ya Mashujaa ulikuwa ni mchezo wa kushowcase, ni mchezo wa kuonesha watu kwamba kuna mabadiliko makubwa kwenye timu yetu. Ulikuwa ni mchezo wa kujipambanua kwa mashabiki wetu ya kwamba tayari Simba imeshafanyiwa maboresho na maboresho yanakwenda kufanya kazi kwa 100%. Leo hii tumeshuhudia mpira ambao hatujauona kwa muda mrefu. Leo hii tumeshuhudia ari ya upambanaji ya kiwango cha hali ya juu mno. Leo hii tumeshuhudia Simba bora ambayo hatujaiona kwa muda mrefu. Hakika tuna uwezo wa kutamba sasa kwa kinywa kipana ya kwamba tumeamsha upya matumaini yetu ya kuchukua alama 9 katika mechi 3 ambazo zimebaki za ligi mabingwa Afrika. Lakini rasmi tunauanza upya ushindani katika kupigania taji la ligi kuu ya NBC. Timu ya kusema hivyo tunayo, wachezaji wa kualia yamini ya namna hiyo tunayo. Simba mpya tumeiona hii leo Meja Isamuhyo. Kwenye wale wachezaji ambao wamesajiliwa mpaka sasa tumeona 4 kwenye mechi hii ya leo. Lakini sasa Anicet Oura ambaye wengi walisema na miezi 4 hajacheza, lakini kacheza vizuri siku ya leo. Katika jambo ambalo linatia matumaini sana na viongozi wetu wanastahili kupewa pongezi kubwa sana ni usajili huu wa dirisha dogo la msimu huu. Tumesajili wachezaji top quality, tumesajili wachezaji bora. Nyote mnafahamu ni ngumu sana kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, lakini Simba Sports Club tumefanikiwa na tumeweza kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, na hilo limejidhihirisha hilo. Ukianza kwa mlinda mlango Mohamed Jibril Kasali Tanja, tumeuona ubora aliokuwa nao, tumeuona namna ambavyo ameiokoa Simba kwenye shuti kali ambalo alienda kucheza na Simba ikabaki kuwa salama. Tumeona anavyokuwa kiongozi kwenye kutengeneza mashambulizi na kwenye kuzuia mashambulizi. Lakini ubora wa Nixon Kibabage nadhani mmeuona, ni kama vile hajawahi kucheza mpira hapa Tanzania. Ni Kibabage mpya kabisa ambaye ametoka kwenye maboksi yake. Kibabage ameonyesha uwezo wa hali ya juu sana. Achilia mbali assist ambayo ameitoa, lakini ubora wake Kibabage inaonyesha ni dhahiri shahiri kwamba viongozi wetu wana jicho pana la kuona mpira, na ndio maana wakaona Nixon Kibabage ana uwezo wa kuja kuisaidia Simba. Muda wote alikuwa anapumulia kwa wapinzani, muda wote anapita anamwaga majalo. Na jambo zuri, unaona combination yake na Anicet Oura, namna ambavyo Anicet anamwachia Kibabage, Kibabage anajaza mtungi. Lakini ukija kwa Anicet Oura mwenyewe, mengi alizungumzwa, lakini tukasema miguu ya Oura ndiyo ambayo itakwenda kuelezea uhalisia yeye ni mchezaji wa aina gani. Tumeona leo namna ambavyo amewafanya vibaya kweli kweli Mashujaa. Tumeona alivyowapindua, anakwenda anapunguza spidi, anaamsha mwendo, yani amefanya kile ambacho anachokitaka, na kile alichokifanya amekipatia kwa 100%. Huyo ni Anicet Oura. Lakini Libase Geye nahitaji nimzungumzie, ama nyinyi mtanisaidia kumzungumzia Libase Geye? Mechi yake ya kwanza akiwa katika ligi kuu ya NBC amefanya maajabu makubwa kweli kweli. Amechukua mali upande wa kushoto kule, akachekecha, akawaangalia Mashujaa imekuaje. Goli ambalo amelifunga Anicet Oura msimu Libase Geye msimu uliopita, goli kama lile halijafungwa katika ligi kuu ya NBC, na msimu huu tumefika raundi hii ya 7 ya 10, goli kama lile halijafungwa. Anicet Oura huyo Libase Geye, unazungumzia bingwa wa AFCON, kijana kutoka Senegali, na yeye amechangia kwa namna moja ama nyingine Senegali kupata ubingwa. Ndio maana wa AFCON huu hapa huu. Ndio maana haishangazi kumuona ana ubora na kiwango cha hali ya juu kweli. Ana ubora wa hali ya juu kweli kweli.
mechi yake ya kwanza ni kama mchezaji ambaye kazaliwa Tanzania, ni kama mchezaji ambaye anaujua Meja Isamuhyo, ni kama mchezaji ambaye ameshawahi kucheza na wenzie, lakini ameonyesha kiwango cha hali ya juu, kiwango bora kweli kweli. Lakini goli bora la msimu of course imepatikana. Magoli kama yale ya kukata uwanja sio kila mtu anaweza akafunga. Magoli ambayo unafunga, kuna wachezaji 19 mbele yako, mpira nendeni mkawahesabu, mpira umewapita watu wote, imekwenda kuingia goli, na ametoka nao huku amekwenda kupiga kwenye engo ya pembeni kule. Huyo ni mchezaji wa daraja la, yani Anicet Oura ana macho, ni ndege gani ana macho hapa? Libase Geye, Bunde ana macho hapa. Kwa hiyo ana uwezo wa kuona, yani anakaa hapa hivi lakini anaona huku pembeni. Hana haja ya kugeuza shingo kama anapiga dhana. Yani yeye ana uwezo wa kukaa namna hii alafu akaona pembeni, ndilo goli ambalo amefunga hilo. Sasa hiyo ni kongole kubwa kwa viongozi wetu kuleta wachezaji wa daraja la juu namna hiyo. Lakini tumemwona Ismail Toure, beki wetu wakati na ambavyo ameingia na amezima kwa ubora wa hali ya juu kweli kweli, akituliza mashambulizi. Na hii ndio Simba ambao tunaitaka. Yani unakuwa na variety, unakuwa na buffet. Anatoka Rushain lakini haushikili roho, anakuja mtu mwingine pale wa chuma anakuja kuzima, Simba inabaki kuwa salama. Lakini nimeshuhudia ingizo jipya hilo. Daudi Mwangosi angefanya inavyotakiwa kwenye dakika ile 93, dunia ingekuwa imegeuka hilo. Mwezi ungetoka asubuhi mpaka jioni, alafu jua lingetoka usiku, angefunga lile goli. Lakini bahati mbaya pressure ilikuwa ni kubwa na amekosa. Na niwatangazia kwamba Daudi Mwangosi, Baraka Mwangosi ni mchezaji mpya wa Simba Sports Club. Nishamtambulisha hapo. Ulisema kwamba mechi hii Mashujaa mnataka wape mechi ngumu kwa ajili ya maandalizi. Sisi hatukutaka Mashujaa wajilegeze kama wanavyojilezaga wakicheza kwingine. Tulitaka Mashujaa watupe mechi ngumu kwa sababu tunajiandaa na mechi ngumu dhidi ya Esperance. Hatukutaka tu sifa na ubwete, tumemfunga goli 5, tumemfunga goli 6, goli 7, alafu tunakuwa hatujaingiza kitu kwenye fitness ya wachezaji wetu. Tulitaka ajikaze hivi namna ambavyo amejikaza, na sisi kusema kweli tunashukuru sana kwa sababu namna ambavyo amejikaza ikatulazimu wachezaji wetu kutumia akili kubwa, kutumia nguvu kubwa. Namna ambavyo wanatumia nguvu na akili kubwa ni wanasema nini? Ndio inajenga picha kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Esperance. Tumepata kipimo kizuri na namna ambavyo wachezaji wetu wamecheza, naweza kusema kwamba Simba tuko tayari kwenda kuchukua alama 3 mbele ya Esperance. Na kwa Simba hii ambayo imeboreka, yani imefanyiwa maboresho, matumaini mapya, mnyama ameamka, na tarehe 1 mwezi wa pili tutakwenda kufanya balaa kubwa sana katika dimba la Benjamin Mkapa. Na watu ni kama wamewakatia tamaa, wanasema lile wanaita yai la nyoka itabaki kama lilivyo. Unaweza kukata tamaa. Wiki moja nyuma ungeweza kukata tamaa, lakini kwa Simba hii tuliyokuwa nayo, mwana Simba unaruhusiwa kukata chochote, hata roho, lakini usikate tamaa. Simba hii bado ina uwezo wa kufanya maajabu makubwa, na sisi kampeni yetu ni kuchukua alama 9 katika mechi 3 zilizobaki, na niko hapa kuwathibitishia ndugu zangu waandishi wa habari na wana Simba ya kwamba mnyama anayo matumaini na uwezo mkubwa wa kuchukua alama 9 katika mechi 3 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa ubora wa wachezaji wetu, na bado kuna majitu mengine hajacheza hapo. Mtu kama Lohemba Ino nalijua kutoka Congo Brazzaville, hajacheza bado hapo. Kwa hiyo tunao ujasiri mkubwa wa kusema ya kwamba Simba hii itafanya maajabu, na Simba hii itaishangaza Afrika nzima, kutoka chini tulipo kwenda mpaka juu. Kapombe kwa siku zilizobakia anaweza akacheza mechi ya... Nikipata taarifa ama ripoti ya madaktari nitakuja kuwajulisha hadhi ama status ya Shomari Kapombe. Na Jaberi tumeona jezi yake namba 11 anaivaa, mimi namba 17 anaivaa Clatous Chota Chama. Kuna wengine Chama sijamzungumzia. Kuna vitu hatujaviona kwenye Simba yetu
kwa takriban misimu miwili ama mitatu hatujaviona. Kuna hivyo vitu tumekuja kuviona leo baada ya Chama kurejea ndani ya Simba Sports Club. Na kwa lugha nyepesi ili ieleweke, kuna vitu hatujaviona kwenye mpira wetu. Unajua uzuri wa Chama ni kwamba alikopita huko kwingine hakuwahi kuoneshaga ubora wake. Kwa hiyo kuna vitu alikuwaga afanyi huko. Tumekuja kuviona hivyo vitu baada ya miaka mingi kupita chini ya mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Na Chama amefurahi hii leo, amecheza mechi ya saa 10. Alishachoka kucheza mechi ya saa 8 mchana. Kama unaanika mahindi. Kwa hiyo amefurahi, amekuja kwenye timu kubwa, timu yake ya Simba Sports Club, na ameonyesha uwezo mkubwa sana jamani. Mimi sikutarajia kama Chama angekuwa mpya namna hile. Hajapoteza pasi hata moja kwa dakika 90 alizocheza hii leo. Kila kinachokuja anapatia. Yaani Chama ndio binadamu ambaye anapatia kila kitu anapokuwa uwanjani. Anatoa pasi, anafundisha, anatoa maelekezo, anawaguide vijana, anatengeneza mashambulizi. Kwa kweli Chama amekuja kutufurahisha wana Simba. Na sisi kwa moyo mkunjufu tunamkaribisha vibaya mno. Na kurejea kwa Chama ni matumaini mapya ya Simba Sports Club kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Mnyama anafufukia kwenye miguu ya mwamba Lusaka. Semaje kauli ya kwamba mechi 3 kifungo leo unagawa utamu. Yaani ukipigwa mechi 3 na kwamba utamu rasmi wa kundi. Labda hatukuelewana. Pale hatukuelewana. Tueleweshe. Ili uwe mgao utamu wa kundi. Inatakiwa iweje? Swali zuri. Mgao utamu wa kundi ni yule ambaye anafungwa mechi 3 mtawalia, mabao mawili kwenda mbele. Tunaidadavua. Ili uwe mgawa utamu wa kundi, lazima ufungwe mechi 3 mtawalia, tena kwa idadi ya magoli mawili. Kwa Simba Sports Club tumepoteza mechi 3 kwa idadi ya goli moja. Yani Petro di Luanda goli 1, Stade Malien goli 2-1 ambao ni equivalent ya 1-0, si tunatoa pale, na Esperance goli 1-0. Kwa sisi hatuingii kwenye kundi la wagawa utamu kwa sababu tumefungwa goli moja. We don't qualify kuingia kwenye kundi hilo. Sisi no. Yani ni either ugawe ama usigawe. Kwa sisi hatujagawa. Hakuna kugawa utamu kwa mbinde. No. Haujagawa. Full stop. Ndio maana watu wanasema wewe unaweza ukaishi hata motoni. Wewe motoni bagumu. Hiyo uitaki. Bagumu. Memaliza bana Kuna mtu hajamzungumzia hapa. Meridhika Rada Bajaberi. Tutaulizia taarifa zake sasa. Jambo la msingi na la mwisho, wana Simba tuje kwa wingi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 2. Siku ya tarehe 1 ya mwezi wa 2. Hii ni siku ambayo tunakwenda kufia uwanjani. Hii ni siku ambayo tunakwenda kupambana tuwezavyo kuchukua alama 3 dhidi ya Esperance. Inawezekana unaitazama kauli hii kwa jicho la kinyonge, lakini ukiitazama kauli hii kwa jicho la mnyama, kwa jicho la Simba, alama 3 bila Esperance inawezekana sana. Simba sisi tumeshafanya maajabu makubwa Afrika hii. Hii ni cha mtoto vibaya mno, na tarehe 1 ya mwezi wa 2 wana Simba watakwenda kushuhudia maajabu makubwa. Lakini maajabu ambayo Simba tumewahi kuyafanya, hatujawahi kuyafanya tukiwa peke yetu viongozi wala wachezaji. Maajabu ambayo tumewahi kuyafanya Afrika hii Simba Sports tumeyafanya kwa msaada mkubwa wa mashabiki wetu. Mimi nichukue nafasi hii, kiingilio tumeshusha kwa ajili yenu mashabiki. Tungeweza kuweka bure, lakini hii sio timu ya bure. Hii ni timu yenye thamani yake. Kwa hivyo tumeweka kiingilio kidogo ili kila mtu aweze kuja uwanjani kuja kuandika maajabu haya ya kihistoria.